Mapinduzi. Halmashauri kuu ya CCM ilipitisha azimio mwaka jana kuhakikisha tunashinda mitaa yote ya wilaya Ilala, na tulishinda yote. Lakini kwenye azimio hilo tulikubaliana kuhakikisha tunashinda kata zote 36 za jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi, sisi tupo kwenye utaratibu wa kutimiza matakwa ya katiba ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo naomba niwaombe wananchi wa kata ya Minazi Mirefu na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, hatuna namna nyingine yoyote, ni lazima tarehe 29 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu lazima twende tukapige kura tatu takatifu. Tumchague Mbavunene Malisa Gote Malisa, tumchague Bwana Kamoli na Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, tusiongopewe. Mwaka 2015 mpaka 20 hakuna maendeleo yaliyokuja Minazi Mirefu. Maendeleo rasmi ya kata ya Minazi Mirefu yalianza mwaka 2020 mpaka 2025, ambao kwa wakati huo diwani ndio alikuwa anaitwa Godlisten Malisa, ndio diwani huyu anayeomba nafasi kwa mara ya pili. Niko mbele yenu, naomba kura za ndio kwa Chama cha Mapinduzi, chama imara na chama kinachoongozwa kwa mujibu wa utaratibu, chama ambacho kinabeba ilani. Wapo wenzetu wanagombea, lakini leo ukiwauliza hata ilani ya kutoka kwenye vyama vao hawawezi kukwambia. Sisi tuna dira, na dira ni ilani yetu ambayo mwaka 2020 tulikuwa nayo, na sasa hivi tunaiendeleza tena kwa kupata dira mpya, ilani mpya ambayo pia imechukua maono ya 2020 ambayo ilikuja 2025. Jukumu langu kama muomba udiwani kwenye kata hii ni kwenda kutengeneza mahusiano yaliyo bora ya wananchi na viongozi wao wa serikali, ni kwenda kufanya yale yaliyo mema kati ya serikali na wananchi. Mimi ni kiunganishi wa wananchi, na ndio maana naitwa mwenyekiti wa kamati ya maendeleo. Nimesema kote huko tulipopita, wakati wote wa kampeni, kwamba mkichagua Chama cha Mapinduzi katika kuongoza, tutakwenda kuimarisha mahusiano ambayo tayari tulishaanzisha na viwanda vyetu ambavyo vingi viko kwenye eneo la Migombani. Amesimama mwenyekiti wa Migombani hapa na ameongea kuhusu viwanda hivi. Lakini mimi kama diwani wenu, mkinithibitisha tarehe 29, tunakwenda kuifanya polisi jamii ambayo itakuwa ina muonekano katika jamii yetu ya wananchi wa Minazi Mirefu. Sasa polisi jamii wetu watatambulika kwa uniform ambazo zitakuwa za kisasa na vifaa vya kisasa. Na hii nimesema nitajitolea mimi kama mdau kuhakikisha tunakwenda kutengeneza taswira mpya ya polisi jamii, ili wananchi waweze kuwatambua walinzi wao wa amani ambao wanashirikiana na jeshi la polisi. Lakini pia tumesema mkituchagua tena Chama cha Mapinduzi, tunakwenda kukamilisha ujenzi wa kituo cha polisi cha klasi C ambacho tayari taratibu za awali ikiwemo kulipa fidia kiasi cha milioni 80 na laki 3 pale kwa binti Msha kwa marehemu Mwanga ilishakamilika, na eneo limeshaanza kubomolewa, na ramani ile BOQ tayari imeshafika halmashauri, na halmashauri sasa hivi hapo kwenye mchakato wa kuangalia namna gani bora ya kuleta fedha ili ujenzi wa kituo hichi cha kisasa kiweze kuanza. Tutaenda kusimamia kukamilisha ujenzi wa barabara 3 za DMDP ambazo zimetajwa hapa na mgeni rasmi. Barabara ya kutoka Mwembe Dodo kwenda kutokea Mashineni, barabara ya kupita kwa Ngirwa kwenda kutokea Kambasegera, barabara ya kwa Guru kwenda kutokea kule Malkazi. Barabara hizi zote 3 zimepita kwa kiwango cha lami, na sasa hivi mainjinia wapo kwenye mchakato. Na ndio maana tunaposema tunaomba kurudi madarakani, tunaomba kurudi kwa ajili ya kwenda kusimamia mambo haya ambayo tayari tumeyaanzisha. Mkinichagua, tunakwenda kuajiri katibu wa diwani ambaye atafanya kazi Jumatatu mpaka Jumamosi. Maana ukisema diwani mara nyingi tunakuwa siku 2 za wiki, lakini ofisi siku nyingine inafungwa. Tunakwenda kuweka diwani ambaye katibu ambaye ataajiriwa na diwani afanye kazi kutokana na maelekezo ya diwani
ili mambo mengi ya wananchi wetu ikiwemo wa mama maskini yaweze kwenda katika utaratibu ule ambao mimi nimeuona unafaa kulinda maslahi ya watu wetu.